Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tuko ndani ya viunga hivi vya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Handeni. Lengo kubwa hasa iliweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya ukumbi huu wa halmashauri ya wilaya Handeni ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na mfumo mzima wa SIS. Na mafunzo haya yanajumuisha waratibu elimu kata wanaopatikana ndani ya halmashauri ya wilaya Handeni, lakini na walimu wakuu wanaopatikana ndani ya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Ambatana nami sambamba twende ndani ya ukumbi tukajionee kupitia wawezeshaji ambao wanakwenda kuwajengea uwezo waratibu elimu kata pamoja na walimu wakuu wa halmashauri ya wilaya Handeni namna kutumia mfumo mzima wa SIS. Ambatana nami sambamba twende tukajionee. Tunapokwenda hivi mifumo yote tunayotumia SIS yote inaunganishwa kwenye mfumo mmoja. Kwa mifumo inatakiwa iingiliane, isomane. Na baba wa kusoma atakuwa mfumo tulionao sasa SIS. Kuna kazi njema inaanza, shughuli zinaanza kufanyika. Kwa watoto wanafunzi wote wajulikane kwenye mfumo. Walimu wote wasomeke kwenye mfumo. Kuna maandalio ya masomo, mipango yote ya masomo darasani, mwalimu yote atakuwa kwenye mfumo. Mtu akitaka kujua idadi ya wanafunzi walioko kata sekondari anaingia kwenye mfumo, anaona. Nataka ni idadi ya walimu, nataka ni walimu kwa masomo, mwalimu na kiti yake anazofanya zote atakuelekea kwenye mfumo. Kwa ni kitu ambacho tunatakiwa tuwe serious nacho kweli. Ingia kwenye status inaonekana sisi at tuko kwenye sehemu ya kama mie registration na kufahamisha kwa sehemu za msibani kwa sehemu kwa hakika kuangushwa. Yaani shule zinaanza, inatafutwa shule ya uelekezi, anatafutwa mwalimu na mpango wake na kutekeleza anakati mkuu. Taasisi ya Handeni kwa haya mafunzo ni muhimu sana. Mafunzo ya kitaifa ni muhimu sana. Japo sisi tulianza kupata habari, kupata taarifa bila msisitizo mkubwa. Lakini tunajua sisi wote ni walimu na tunajua wasema kwa tuishi kwenye kujua lazima muone umuhimu wake na itakuwa mkuu wa shule mwenyewe awepo na yule anayeshirikia na mfumo, kwa sababu tunatarajia kutoka hapa na sisi kule shuleni tunaenda kukaa na kuelimisha wenzetu. Kwa shule leo kuhakikisha mfumo, yaani ndani ya wiki baada ya hii inayofuata tuhakikishe walimu wenzetu wanaona, lakini sio kuhakikisha kujua na practice. Mimi niombe sana, muwe active, mtulie, msikilize, kaongea changamoto zilizopo. Tunataka kusinzia chai, sio kutumia njia. Kwa serious, maafisa wetu tunajua kabisa mnaelewa kama tunachukua kwa muelewe na practice hapo na uondoke kwa mshaelewa, ili kuanzia leo sasa yale maandalizi yote kwa ajili ya kufungua shule wewe unaanza kuyafanya kuanzia leo, na kutoka hapa mkaelimisha wenzetu. Ndio kazi yetu ya kwanza. Sasa tutashangaa sana kama tunahudhuria mafunzo alafu tunaishi siku kama zamani. Na kama umemwakilisha kiongozi wako, lazima ukachukue nafasi kubwa kwanza kuelewesha yeye, ili yeye sasa asimamie wale walimu wengine kuhakikisha wanaelewa kama alivyoelewa yeye. Kwa siku
wakilisha kwa serious sana. Ni nasibu kazi kwanza kumpa mafunzo kwa shule, then ndio kwa shule pamoja na wewe kae na wale walimu kisha kuna sisi maafisa mpaka ufuatiliaji wa kwanza na msaidizi wa shule ni kuhakikisha mafunzo yameshafikia walimu na wana practice kila mtu practice kwa mujibu wa mafunzo. Sisi maafisa elimu nafikiri tunakaribia na sisi kwenda kuongea mafunzo, lakini wenzetu wanajua watawaelekeza vya kutosha kuhakikisha kile walichokisoma walichofundishwa na nyie mnakipata na nyie mtawasilishe kwa wenzetu walioko kule. Baada ya kusema niongee sana vizuri, waongezee ufahamu, mwelewe na practice na mjue Tanzania hapo kule mwaka jana kwa 2026 ambapo sasa mfumo wa SMS ndio kila kitu pale shuleni. Tutatoa mitihani, tutatoa analysis na kumenya mitihani, kila kitu tutakuwa kwenye mfumo, tutakuwa na kisingizio. Sasa nikakusema wewe Mungu wewe makini maafisa wa kutosha, wataelimisha vya kutosha, kuhakikisha kila mtu kupata na je mkakishana zetu. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisko kwa TRC Mzundu TV and NDC.